Kwa jina langu naitwa Mwalimu Baraka Mwajeka. Nimekuwepo hapa wiki. Mwezi of course. Nimekuwepo tukashare habari za maono kwa wale ambao wanakumbuka. Lakini pia ongeeni kwa wiki nzuri ya EMC ambayo mmekuwa nayo. Yes. Ongeleni. Kuna hasa mtiki. Jumatatu nimekuwepo St. Joseph na Jumatatu St. Joseph, Jumanne nikawepo chuo cha maji na Jumatano. Alhamisi nilikuwa Kikoas jana hiyo. Namshukuru Mungu leo niko hapa. Yes. Naamini kwa hizi dakika ambazo zipo utajifunza kitu ambacho naamini tu kitakubariki au kitakupa hatua fulani ambayo utaipata kwenye maisha yako. Jana ni Jumatano, mtu mmoja aliniuliza swali moja ambalo linipa kutafakari sana. Akaniuliza akasema, "Mwalimu umefundisha, anajisikia hamasa kubwa sana. Lakini kwa nini ya hamasa nionao saa hizi wakati najifunza huwa nikitoka hapa inaisha? Hapa naondoka wow, yes. Nimeelewa. Very powerful. Lakini kinachofanya kwamba nisifanyie kazi ni nini? Mbona ile hamasa inaisha? Wow. Nikawaza, nilimjibu lakini nipata muda wa kutafakari sana. Kwamba hivi inakuaga kwa nini? Labda kuna angalia hapa video ya Ronaldo anasema jinsi alivyokuwa ameanza kucheza mpira mpaka alipofikia. Au namsikiliza unamwangalia model yule anavyoelezea mafanikio yake kibiashara, alivyoanza biashara mpaka hapo alipofikia. What comes to your mind kwa huo muda? Unaona kabisa unaweza, si ndio? Kama naweza kutoboa. Lakini kwa nini kitoka tukamaliza ile video siku ya kwanza kubwa, ile hamasa inaisha yote? Unajiona kabisa ni yule wa jana, leo na hata milele. Shida ni nini? Unamsikiliza Barexa akaanaelezea, anasema yeye biashara yake alianza kuuza kahawa zile za nini. Nikisema kahawa sio kwamba labda nini nauza, unanielewa? Zinazouza mkononi na nini? Nikashate. Alianza hivyo. Leo hii anamiliki business kubwa Tanzania. Na yeye akistopo akasema jana sizalishi, Tanzania itapata tabu kwa muda fulani. Anielewa vizuri? Anaweza wale kati ya watu ambao uchumi pia unazungumziwa lazima wao waitwe. Uchumi wa Tanzania wanazungumziwa, uchumi wa Tanzania lazima wao waitwe kwa sababu anaingiza pato kubwa kwenye nchi. Kwa hata rais hawezi akawapigia simu kwa force. Anapikaza, anatafuta namba. Anaongea naye. Hello? Siku gani naweza nikakuona? Siku gani naweza nikakuona? Kwa sababu ana value kubwa kwenye nchi. Lakini baada ya kujifunza, mbona wewe ufanye kazi vile? Mbona uanze kama alivyoanza? Mshazo anasema, Alisa naye muuni tu, muongo. Kianza na kawa wapi, alipewa ulisi na baba yake pale, lazima toka aliweka mchongo, alikuwa na network fulani hivi ambazo zilimsaidia. Haiwezekani. Umeona watu kwenye video wanapiga story kama hizo. Kwamba haiwezekani kwa hivyo, haiwezekani. Anasema sio hapa. Siku moja nikasirika sana. Akaelezea kanuni za kufanikiwa model hujasema. Kufanya kazi kwa bidii. Nani hajui kufanya kazi kwa bidii? Kutunza muda. Sasa Mungu wangu. Hivi si ndio hizi? Na sijui mbona mimi hazifanyi effect. Mwajifikiria au amfuatiliage au mambo. Kutunza muda, akasema akatoa schedule yake anapokuwa saa 11 anakuwa yuko gym. Kutoka saa 11 saa 12 anaoga anaenda ofisini. Kabla ya kwanza yeye na mambo mengine anaanza kufuatilia emails ambazo watu wametuma mambo mbalimbali kwenye email yake, kufuatilia viwanda mbalimbali, kufuatilia kinachoendelea, magazeti mapya. Je, kuna bidhaa gani ambayo inahitajika mapema? Magazeti anapitia magazeti mapya haraka pale. Mwisho wa siku mpaka saa 3 anaendelea na majukumu ya siku ya kwanza. Kafikiria Mungu wangu. Sawa, ndio schedule yake ngumu, lakini haya
Nikawa napata majibu, nikaelewa kwa nini. Nataka nishare na nini kitu hicho kwa siku ya leo. Personal motivation au hamasa binafsi. Personal motivation au hamasa binafsi. Huwa mimi siku zote natafuta, nikiona matokeo ya kitu fulani naanza kutafuta, sihangaiki na matokeo ya kitu fulani, ninachohangaika nacho hayo matokeo yamesababishwa na nini. Nimeona alimemba tuko kwenye mahafali ya nini ya chuo. Sasa akawa anamtangaza best student ambaye alikuwa anatangazwa na nani, na rais mstaafu Kikwete. Sema best student wa mwaka huu wa kiume ni, akaenda pale kupiga picha pale na rais, kaambia inabidi tuwe na dina. Akasema my god, hivi naye alikuwa anasema kama mimi au ndo wametutenga? Kagundua hajanitenga, kuna kitu alikuwa anafanya yeye mimi sikufanya. Kwa wakati wa kushangaa tunaangaliana, namsaidia kushangaa, ila yeye alijua atakutokea haya mambo. Ndio maana kwenye dunia tuna watu aina mbili, watu wanaotumia vitu na watu wanaotengeneza vitu. Wewe uko kundi gani? Utagundua. Ndio haraka. Nikawa nafuatilia tafsiri ya motivation. Nini motivation imetoka wapi, au hamasa imetoka wapi? Anasema neno la motivation limetokana na neno la Kilatini movere, M-O-V-E-R-E, movere, ambalo lina maana ya kwamba move. Sawa, tuko vizuri hapo? Sasa hilo neno kutafsiriwa kwake limetafsiriwa kwa maana kwamba ni kile kitendo cha kuvutiwa kufanya jambo fulani. Kitendo cha kuvutiwa kufanya jambo fulani. It is a process of being impelled or prompted to action. Kwa anasema kwamba motivation is what causes an organism to move or to act. Ni ile sababu inamfanya mtu afanye kitu fulani au asifanye kitu fulani. That is motivation. Ukisikia mtu anasema mimi ndo naitwa motivation speaker, lazima jambo la kwanza ajue kwamba yeye inabidi afanye watu wa move kutoka sehemu fulani kwa sehemu fulani, sio kihisia, kimatendo, an act. Tunaona vizuri jamani? Tuko vizuri hapo? Sasa nikawa naendelea kufanua, sasa nikapata maana nyingi ambazo nitataja maana mbili tu kulingana na muda wetu. Hamasa ni sababu ya nyuma ya utendaji wa jambo fulani. Ni sababu nyuma ya utendaji wa jambo fulani. Ukimwona mtu anafanya kitu fulani, there is a reason behind. Inaweza kuwa ni negative au positive, ili mradi kuna kitu kinampush kufanya. Inaitwa nini? Motivation. So ile reason ya mtu kwa nini anafanya na kwa nini mwingine afanye ni kwa sababu ya motivation. Kwa mtu kufanya kitu fulani, ukimwona mtu anasoma kwa bidii, maana yake there is motivation. Kitu gani anafanya kusoma kwa bidii? Na always mimi na discourage sana hiyo inaitwa nini? External motivation. External motivation hizo unasubiri mpaka mazingira ya kupush ufanye kitu fulani. Don't do that. Ni vizuri ukajimotivate in. Na nitazungumzia zaidi kwenye hapo inner motivation. Ukajimotivate ndani kuliko kumotivate nje. Motivation ya nje na pressure kuliko kawaida. Ukimuuliza kijana, mimi nilikuwa nimewasikia hapa mnazungumzia malengo, ukawa na malengo ya kuoa na ukafika ukafanyaje? What motivate you kuoa? Ilifika point mimi nikajuza hivi, haya mahusiano nao yakimbilia nini? Kwa nini kinachofanya uhusiano nini hapo? Nikapiga hesabu nikafikiria huyu ni ukaribu bwana. Unaona ni rafiki yangu, unaona anafaa kwa hiyo kwa hapa hata kama nitamuoa, maana yake sababu ya kumuoa ni ukaribu. Ikitokea kwamba nikasafiri nitapata tabu sana, kwa sababu motivation yangu is wrong motivation. Au nawaambia watu, nasema unapoingia kwenye marriage au unapoingia kwenye mahusiano, it is better ukajua wewe ni nani, unamsaidia mtu aina gani. Kama ni binti, ujue wewe ni msaidizi, unasaidia nini. Kama uelewi kitu kusaidia, usimsaidie chochote. Amina, namuona yule anavaa vizuri. Kuvaa vizuri is not a fact. Hata majambazi wanavaa vizuri ili wasionekane. So it's better ukaelewa kwamba naingia kwenye mahusiano ya kumsaidia nani.
pia wa kiume lazima ujue kabisa nina maono ya aina gani, kwa sababu ndo baba wa familia. Utaongoza nini sasa? Ipaka inakuja kutokea hizi masuala ya tunaweza tusipowezeshwa, ni kwa sababu ya anayesaidiwa hana cha kusaidiwa. Kwa inabidi mwanamke apambane, aingie kwenye business ili kusupport familia, ila mzee aelewi cha kufanya. Tumeelewana jamani wa kiume? Tumeelewana? Yeah. Yes, mimi niliambiwa hivyo na mimi nakwambia hivyo. Na naamini sasa hivi. Mtu mmoja akaniambia tuko nafanya event tarehe 1 mwezi wa 5. Of course niliwaambia, lakini mlikuwa mna mambo mengi. Kwa tumezindua kitabu. Akanifuata pale akaniuliza, hivi Baraka, kinachokufanya wewe ufanye vitu unavyofanya ni nini? Kaambia una zeal. Nafahamu neno zeal, Z E A. Una zeal. Sikia zeal nini? Sema una moto. Moto ni nini tena? Passion. Shauku. Shauku jambo la ajabu, sio hisia. Shauku sio hisia. Nataka hapo nikutofautishie vizuri nini maana ya shauku na nini maana ya kitu kingine. Sasa nikafuatia neno zeal. Neno zeal, Z E A L, ni neno la Kigiriki ambalo limetokana na neno zelos. Sio vizuri, sio muhimu sana kuandika yote, lakini kiona na muhimu unaweza kuandika, ambao wanasema kwamba yenyewe ina maana kwamba is a sense of passionate dedication and enthusiasm, ambayo inatokana pia na imani fulani. Sasa tuende haraka. Maana yake hapo tutapatana, kuna neno lingine inaitwa nini? Passion. Sawa? Passion. Na nini passion ikafuatia? Ni maneno yanafanana na kutajia tu makusudi jue. Ni maneno ambayo yanamaanisha kwamba passion imetoka neno la Kilatini ambalo ni neno passion, ambayo inamaanisha suffering or injury, ambalo lenyewe inasema intense emotion or desire to the concept of suffering or experiencing hardship. Na inafanana sana na pain. Mtu yote ambaye ana passion, pain lazima zipate. Mtu yote ambaye ana shauku fulani, maana yake lazima apate maumivu fulani. Na uwezo kuwa na shauku kama hakuna nini? Maumivu fulani. Amba niache kidogo hapo kwenye hizo maana, lakini nataka nikupitisha hapo uone kwamba kuna kitu gani ambacho nataka nikizungumzia. Kwenye hamasa kuna vitu 8. Vitu 7. Na hivi ndio vinafanya watu ambao wanafanya mambo makubwa waendelee kufanya mambo makubwa, na wanafanya mambo madogo waendelee kufanya mambo madogo, na walizike na maisha yao. Jambo la kwanza ni uelewa, understanding. Shauku isiyojielewa ni shauku ambayo unaita hisia. Unafanya vitu kwa sababu hujaelewa. Unaambiwa kabisa biashara ambayo sasa hivi ni kubwa inayotoka ni biashara ya mitikiti. Hutaki hata kufanya research kuelewa ni biashara ya namna gani, unatoa hela zako zote. Nakumbuka tulipofika chuoni kulikuwa na watu wanaita Alliance, Global Alliance. Wakasema, "Nyinyi wanachuo jamani, tunachukua hizo hela zenu, ukitaka zizalishe, njoni mwekeze kwetu." Tukafika kule na anaitwa mmoja. Kuna mwingine ana connect watu, anashare tu taarifa, hapo naungwa kwenye group, hapo upendi hata kuungwa unaungwa. Kipindi hicho naona magrupu yenyewe tauelewi magrupu. Naona la tu magrupu, naona la tu. Hujui ni nini hivyo. Kwa hiyo kwa naungu afu natuma mfursa sio biashara sio nini na yeye. Tuma hela unapata mzigo. Watu wakatuma hela. Tuma. Ili hela zizidi kwaje? Kuzalisha. Baada